Mpangilio wa kupata tiketi na kwenda viwanjani umerudishwa kwenye mamlaka ya vilabu kwa kanuni ambazo zinafanya kazi sasa hivi. Sasa basi, sisi Yanga baada ya kufikia kanuni tuliendelea kufanya kazi na NCAD. Tulifanya tathmini yetu tukajiridhisha kwamba NCAD kwa kipindi ambacho wametuhudumia kwenye matukio yetu wametuhudumia sahihi. Kwa hiyo hakuna sababu ya sisi kuwakacha. Kwa hiyo tukawaandikia NCAD tukaendelea kufanya nao kazi. Kwa hiyo hata mechi hii tiketi zake ziko chini ya Yanga kwa kupitia NCAD. Sasa NCAD hawezi kuweka tiketi kwenye mfumo kama Yanga hatujasema tiketi kwenye mfumo. Hawezi kutangaza vituo vya kuuzia tiketi kama Yanga hatujasema vituo ni hivi. Hiyo ni kwa mujibu wa kanuni, sio kwa mujibu wangu mimi au nini, ni kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo asitokee mtu akaaminisha watu kwamba kuna namna nyingine ya kuingia uwanjani bila timu mwenyeji kusema. Kwa sababu sisi ndio tuna venda wetu. Mamlaka yarudishwa kwetu kikanuni. Kwa hiyo sisi tunaamua sasa, bwana wewe tuuzia tiketi, bei zitakuwa hizi na vituo ni hivi elekezi. Kwa hiyo kwa msimamo ambao upo na ratiba ambayo tuko nayo hapa kutoka idara yetu ya mashindano, maana yake hiyo mechi haipo. Kama haipo maana yake hakuna mahala tiketi za Kariakoo Derby zitauzwa. As long as the club haijakubaliana NCAD kuuza hizo tiketi. Hakuna mahala au hakuna jinsi NCAD au mtu mwingine akauza ticket on behalf of Yanga. There is no way mtu mwingine akasimama akasema sasa ticket zinapatikana Kariakoo gerezani, ticket zinapatikana sijui Yombo au Buza kwa Lulenge, bila kutuconsult Yanga, kwa sababu kanuni inatulinda kama sisi tunatakiwa tutafute supplier wetu na tutangaze center ticket. Kwa hilo ni la kwanza kuliweka sawa vizuri, na naamini watu wengi ambao walikuwa wanajiuliza wamepata majibu sahihi kwa kadri ambavyo nimejitahidi kuelezea. Lakini jambo la pili umeuliza timu isipokwenda kupokwa pointi hofu. Kwanza ndugu yangu nikwambie tu ukweli wala sikuficha. Yanga haipigi ramli. Sisi hatupigi ramli kujua kesho kuna nini. Sio kazi ya Yanga. Yanga ni taasisi ya mchezo wa mpira wa miguu, inaishi kwenye vile ambavyo misingi inaelekeza tuishi. Kwa hiyo hatupigi ramli. Mimi sijui nini kitatokea kesho. Sijui kwamba itakuwaje, watakwenda, sijui what will happen. Lakini kitu cha uhakika, kitu cha uhakika ambacho naweza kukuthibitishia ndugu yangu, Yanga Afrika ina point 73 sasa hivi kwenye msimamo wa ligi. Na ndio inaongoza ligi. Hizi point 73 ni pointi ambazo zimepatikana kwa nguvu kubwa. Watu wamewekeza pesa, watu wamewekeza muda, watu wamewekeza jasho lao, na ikibidi nyie wote ni mashuhuda. Ziko safari mashabiki wanasafiri kwenda kuisupport timu yao kwenye mikoa tofauti tofauti, wanapata matatizo njiani. Wako watu wamepoteza uhai wao kwa ajili ya kuzitafuta pointi 3 za klabu yao. Kwa hiyo hizi pointi 73 Yanga walizipata, msifikiri ni kwamba imetokea tu out from nowhere na mtu anaweza kuamua tu kama mtu anaweza kuchukua. Uliyoshapita barabarani ukakuta jiwe ukalichukua ukalirusha na ukaendelea na shughuli zako. Sio hivyo. Yaani uweze kutoa pointi za Yanga zimekaa hapo ukachukua wewe ukaziondosha. Hapana. Lazima misingi, taratibu, miongozo yote ipitiwe. Thamani ya pointi moja ambayo Yanga yuko nayo, sio yenyewe pointi 3 sijui 15. Thamani ya pointi moja ya Yanga kwenye msimamo wa ligi, thamani yake imehusisha fedha, imehusisha muda, imehusisha jasho, imehusisha damu, imehusisha pia mpaka uhai wa watu kuzipambania hizo pointi. Thamani ya pointi moja. Mtu ameacha familia yake, amesafiri, amekwenda kutafuta matokeo. Sio jambo rahisi ukafikiri kwamba kata hapo weka hapa, kata hapo weka hapa. Hapana. Lazima sisi kama taasisi tupate clarification iliyonyooka. Sio kupunguza pointi hata nusu pointi. Una kama Yanga na 73 sasa awe na 72 na nusu. Hiyo nusu inabidi uitolee maelezo ya kutosha na yazingatie miongozo ambayo tuko nayo. Kwa nini umepunguza hiyo point, nusu point ya Yanga? Kwa hilo ni kutoe mashaka. Japo mimi sijakwambia hili kwa sababu napiga ramli. Nimekwambia kwa hiyo kusema kama mna hofu mtakata point,
tunaweza kukata point, yes, kama kanuni, miongozo, taratibu inayotuongoza ikisimamia haki na sisi kaonekana kweli tumepindisha hiyo haki, tunaweza kuadhibiwa. Lakini hivi tu shehe, macho kuona, panga ndugu yangu, pointi za Yanga ni pointi ngumu, asikudanganye mtu. Pointi za Yanga ni ngumu, zimetafutwa kwa ugumu na kutolewa pia, zitatolewa kwa kufuata misingi ya kanuni. Ndio watu kasema tusipige ramli, wewe kuwa na subira. Sisi hatutambui hiyo mechi kwa mujibu wa ratiba tuliyokuwa nayo. Kamati tendaji ya klabu ya Yanga imeshatoa miongozo yake, viongozi wa klabu ya Yanga wameshatoa miongozo yao, na huo mjadala ulikuwa umeshafungwa. Kwa hiyo nini kinatokea mbele, Yanga tupige ramli. Tuko hapa tunasubiri kuendelea na program nyingine. Tuna mechi na Prison na mechi na Dodoma, tumalize tuchukue ubingwa wetu inshallah, tukasherehekee. Ubingwa mnawezaje kuchukua pasipo kucheza huo mchezo dhidi ya Simba? Si mechi na mechi ikamiliki kwenye ligi ili ndio muweze kupata ubingwa. Hasa kwenye utaratibu wa kukamilika tutakuwa mwongozo, kwa sababu sio kwamba hii mechi ni mpya. Hii mechi ilikuwa mechi 8. Ilikuwepo. Kwa nini haikukamilika pale? Ndio maswali ambayo Yanga Afrika wanauliza, na ndio maswali ambayo yanatakiwa watolewe majibu. Na wakutoa majibu haya maswali ni chombo kimoja ambacho kinasimamia na kuendesha ligi yetu, ambao ni bodi ya ligi. Kwa hiyo sidhani kama kuna kona nyingi, na nyinyi wala msifanye hili jambo likaonekana la mlongo mrefu. Mlongo wake ni mfupi tu, na ndio maana ilikuwa very clear. Hata mkisikia wanazungumza wanachama wetu, it's very clear. Hata viongozi wamesema it's very clear. Once majibu yatakapotoka, hata kama ni leo, kesho Yanga anatwanga. Yaani once majibu yatakapotoka very clear, very open, kesho Yanga Afrika wanatwanga. Wala hakuna shida. Sisi klabu yetu shehe ni ya mcheza mpira. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya kulima, hatuko hapa kwa ajili ya nini. Shughuli yetu ya msingi hapa ni kucheza mpira. Kwa hiyo inapotokea opportunity ya kucheza mpira, tutacheza mpira. Lakini tucheze mpira ambao miongozo na kanuni zimefuatwa. Kwa nafikiri hii ni muhimu pia wanachama na mashabiki wakalijua na wakaelewa, kwa sababu mimi jukumu langu la msingi ni kuwajuza yale ambayo yanaamuliwa kwenye taasisi na muongozo wa kufuata. Sitokee baadaye mtu akafanya tofauti, au mtu na kibanda chake huko akawa anauza ticket, baadaye akaja kwa mujibu wa kanuni, bwana Yanga mmeniingiza hasara, mbona ticket mechi siyaona. Hapana. Nielewe vizuri hili jambo Sitokee mtu huko akauza ticket alafu mechi ikawa haipo, baadaye ukaja hapa klabuni ukasema kwa mujibu wa kanuni Yanga mnatakiwa mtangaze vituo, nimeenda pale kuna tiketi mlipe hela yangu. Sisi hatuhusiki. Tunapohusika na tukio kwa mujibu wa kanuni tutatangaza. Na tukitangaza tuelekeze pia na vituo vya kufuata kununua tiketi. Kwa hiyo ni muhimu pia na mashabiki wa Yanga na wadau wa mpira wote ambao kanuni inawaelekeza kwamba Yanga ndio wanawajibika kutangaza vituo na kuuza hizo tiketi. Yanga hahusiki na hilo jambo kwenye mchezo huo, Yanga hautambui. Tumalize na kwa maelezo ambayo umeyatoa, kama bodi ya ligi itatoa majibu, kwa hiyo dabi inaweza kuwepo 100% ndugu yangu. Yaani wala isionekane ni jambo no. Majibu ya hoja za msingi za klabu ya Yanga ambazo uongozi wetu, kamati tendaji na wanachama, hayo maswali wanajiuliza, yakipatiwa majibu ngoma inapigwa asubuhi mchana kweupe. Sisi Yanga ndio maana hata wenye akili timamu, watu wenye akili timamu vizuri, watu ambao akili zao zinafanya kazi vizuri, wanatambua kwamba Yanga hawana hofu na timu yoyote. Tunaziheshimu timu zote za ligi kuu, lakini hatuna hofu na timu yote. Tena huyo Simba ndio mtu ambaye tumemfunga mara nyingi sisi kwenye historia yetu. Basi chana historia tu hivi karibuni tumemfunga mara nyingi. Kwa hiyo hai make sense kusikia mtu anataka kucheza na mtu ambaye anamfunga mara nyingi. Tena sisi tungekimbilia, kama tunataka ubingwa tu njia nyepesi, tungeukimbilia hiyo mechi, kwa sababu tunajua tunashinda. Tunashinda wachukua zako ndoo. Lakini tunataka tushinde hapa, sio point 3. Tunataka tushinde kwenye hoja. Tupate majibu mazuri ili sasa wadau wa mpira, mashabiki, wanachama wetu ambao sasa hivi unasikia shinikizo kwa uongozi, kamati tendaji wapate cha kuambia wanachama. Kwa bana tulipeleka timu mechi 8, mechi haikuchezwa kwa sababu hizi. Palikuwa pana tishio la usalama, ripoti ya maafisa wa usalama ni hii, jeshi la polisi ripoti yake ni hii. Palikuwa pana viashiria vya rushwa mnasema na mechi ilisimamishwa kwa sababu hiyo. Juzi nimeona kaka yangu Karim Boimanda anasema bodi ya ligi sio chombo cha uchunguzi.
msikia akifanya mahojiano akisema bodi ya ligi sio chombo cha uchunguzi, lakini nimkumbushe tu kaka yangu Boimanda, of course ni kaka yangu, ni senior na ninasoma naye mpira, arudi nyuma akumbuke barua ambayo bodi ya ligi waliitoa wakati wakiahirisha. Sio maneno yangu, na huenda ile barua aliandika mwenyewe kama mkuu wa idara ya habari ya bodi ya ligi. Ile barua iko very clear na ilieleza kwamba muda ambao wangetaka kufanya uchunguzi, sio chombo kingine. Unaelewa, muda ambao uchunguzi ungetaka kufanyika ulionekana hautoshi. Kwa hiyo walitaka kujipa muda ufanyike uchunguzi wa kutosha ili majibu yaje, alafu tarehe tangazwe. Manake kama kuna viashiria vya rushwa, usalama, na inabidi ufanye uchunguzi. Sasa kama ile barua ilitoka na yeye nafikiri ndo aliandika kama mkuu wa idara, leo akituambia kwamba bodi sio chombo cha uchunguzi, na kwenye barua yake hakuwa ameelekeza kwamba kuna vyombo vya uchunguzi, kwa sababu ungeelekeza kwamba kuna vyombo vinafanya uchunguzi, leo hii wa Tanzania wadau wa mpira wangeenda kutuuliza hivyo vyombo. Si ndio bwana? Kama mechi hii imeahirishwa kwa sababu tumeachia chombo fulani kifanye uchunguzi, bila shaka yoyote leo hii wadau wa mpira wasingekuwa wanakwenda kwa bodi ya ligi kuwauliza. Wangeenda kwenye chombo husika, bwana chombo fulani, okay, let's assume ni masuala ya rushwa, TAKUKURU, wangeenda kuuliza, ni waandishi ngeenda pale, bwana TAKUKURU, hii mechi mliahirisha machinano kwa sababu ya rushwa, ripoti imefikia wapi? Ndio chombo pekee chenye mamlaka. Lakini nakumbuka mimi kama kumbukumbu iko sawa, TAKUKURU wilaya nafikiri mkoa walisema kwamba hawapokea taarifa yoyote ya rushwa. Kwa hiyo maana kama vyombo hivi havikusema, bodi ya ligi wanajua. Kwa hiyo nikataka nimkumbushe kakaangu Boimanda, nimeona sasa hivi anafanya mahojiano mengi, anatufanyia promotion Yanga. Tumuombe mechi nyingine pia atusaidie. Tuna mechi na Prison kule Mbeya, tuna mechi na Dodoma hapa, atusaidie pia. Asiishie tu hapa. Mechi ikija ya mwisho ya nini, atusaidie pia kutufanyia promotion. Na mechi za kimataifa Boimanda pia anakuja front kutusaidia kufanya promotion. Kwa hiyo nimemkumbusha tu wakati anafanya hii media tour yake, anazungumza kama kiongozi wetu wa mawasiliano wa bodi, na sisi wa maafisa habari tuko chini yake, inabidi akumbuke pia reference za nyuma. Unaposema bodi haina chombo cha uchunguzi wakati mechi iliahirishwa kwa sababu muda wa kufanya uchunguzi ulionekana hautoshi. Unajua ni logic tu ya kawaida. Kama muda ulionekana hautoshi, maana yake these people walihitaji muda wa kutosha wa kufanya uchunguzi. Na huo uchunguzi wanafanya nani? Kama mlisema kuna viashiria vya rushwa, kuna sababu za kiusalama, maana yake ilibidi muidentify anayefanya uchunguzi ni nani. Ni jeshi la polisi, ni TAKUKURU, ni nani? Ili sasa waandishi wa habari na nyinyi msizunguke, mjue mnafuata hizi mamlaka bwana. Mlipoa hii task na bodi ya ligi kwa ajili ya uchunguzi ripoti ya mechi ya dabi. Sasa ukiona ipo kimya na hatujui chombo gani kinashughulika na huo uchunguzi, na hicho chombo kilishakanusha kwamba hakijapokea malalamiko, maana yake sasa unatuambia chombo kingine ambacho jamii haikijui kinafanya huo uchunguzi kwa siri. Sasa mechi itachezwaje kama huo uchunguzi pia haujakamilika? Tunajiridhisha vipi sisi kama tena hakutakuwa na mambo ya rushwa? Tunajiridhisha vipi sisi kama hakutakuwa na mambo ya usalama? Kwa hiyo nafikiri kaka yangu Boimanda naye angerelax sasa hivi, angepumzika kidogo, akafanya tafiti pale mambo yake, ili akitoka front kuja kuzungumza awe na details za kutosha, kwa sababu sasa hizi hauzungumzi na Yanga peke yake, unazungumza na public. Na hata sisi Yanga sasa hivi hatucommunicate na bodi ya ligi peke yake, na communicate na public, kwa sababu hii mechi ina interest ya public. Kila anayetaka kujua anatakiwa apate majibu. Si Yanga tukisema hatuutambui mchezo, tumetoa sababu zetu kwa hiyo tutambue mchezo na public imeshajua. Tukisema kwamba tukipatiwa majibu tunataka tucheze, maana yake hiyo ni commitment ambayo mimi nimepewa na viongozi wangu kwamba bwana, majibu yakitoka mechi ya machinani iliahirishwa kwa sababu hii na aliyekosea ni huyu, hatua hizi zimechukuliwa, si ndio bwana? Tumejiridhisha kwamba safari hii hakutakuwa na hiki na hiki, uongozi wangu umenihakikishia hiyo mechi itachezwa. Haya majibu yakitoka hiyo mechi inachezwa. Lakini kama majibu hayatoki shehe, unatangaza tu mechi, yashirikisha wadau wengine, kwa sababu kuna wadau walitoka public wakatangaza kupata hasara baada ya machinani, si ndio? Toka wadau wakatangaza walipata hasara baada ya machinani. How are we sure kwamba wadau wote wameshirikishwa kwenye kupanga ya mechi ya pili? Sababu sisi kama Yanga ni miongoni mwa wadau ambao wataka tushirikishwe
kwenye kupanga hii mechi, kama tuliahirisha tunapanga hapa, tutakuwa tushirikishane wote kwamba ni hivi ni hivi ni hivi. Kwa hiyo naamini mimi kwa mujibu wa taasisi yetu tuko hapo na ndio msimamo huo, na wana Yanga ambao wako Mbeya wajiandae kupokea timu yao. Yanga Afrika inakuja Mbeya na kuja kucheza mechi na Prison. Support yenu, hamasa yenu ndio inatuongoza sisi kupata matokeo mazuri inshallah. Wow!